Sema ukweli, aliponiamsha na aliponifikisha mahali hapa, sikuwa ninajua kuwa mimi nitakuwa mnenaji siku ya leo. Bali pia nasema asante Mwenyezi Mungu, ameniongoza katika neno lake, amenipitisha katika njia yake ya haki na ya neema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nguvu na kwa upendo. Ningependa kwa mwongozo wa Roho wake Mtakatifu na tukaombe akatutangulize katika neno lake. Na tutaomba kupitia maandiko ambayo yamenena Waefeso 6 Waefeso 6 sura Waefeso 6 mstari wa 19 na 20. Waefeso 6:19 hadi 20. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Baba, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo, mwana wako, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, aliye hai na aliye mkuu katika roho na mioyo yetu. Baba, ninakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa na zamu hii ulionikirimia Mwenyezi Mungu. Asante kwa kunichagua mimi nikawe mnenaji wa neno lako siku hii ya leo. Umenifanya kuwa mjumbe wako Mwenyezi Mungu, na ninaomba kwa mwongozo wa Roho wako Mtakatifu akajitukuze katika mwili wangu. Ninaomba Mwenyezi Mungu Yesu Kristo akatawale moyo wangu na roho yangu Mwenyezi Mungu. Baba, sawasawa na maandiko yanenavyo katika Waefeso 6 mstari wa 19 hadi 20. Nitasoma pia, na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi wa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili, ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo, hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi inipasavyo kunena. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo, na ninaomba kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu, kwa waswa wale ambao wamevunjika moyo, wale ambao wamevunjika roho, ambao katika majaribu wamejaribiwa, nguvu imewaishia. Mungu anajua yote ambayo wewe unayapitia, anajua wewe udhaifu. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, yeye aliyenisimamisha mahali hapa. Ninaomba ukaisikie sauti hii, si ya kwangu, bali ni sauti ya Mwenyezi Mungu aliye mkuu katika moyo wangu, yeye aliyenitendea mimi. Ujumbe huu ni wa kwako wewe uliyevunjika moyo, wewe ambaye uko katika nyakati za kukata tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Majaribu hayakosi kukuja, yatakuja.
yalimpata Yesu Kristo, yeye aliyetutangulia. Sembuse mimi au wewe, yatakupata wewe. Yote kwa pamoja, maamuzi yanategemea na wewe. Je, ni nani yule ambaye anakutawala moyoni mwako? Je, ni yule ambaye ni mungu wa dunia, mpinga Kristo, ama ni yule Mungu wa mbingu zote ambaye ni Yesu Kristo aliye hai na aliye mkuu katika roho na mioyo yetu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Siku hii ya leo inaweza kuwa wewe umekuja na unahitaji msaada, na shida yako iko sirini, labda haujapata nafasi ya kunena na mwenzako. Nataka tu nikukumbushe, Mungu ni roho, na wote wamwabuduo imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Yohana 4 mstari wa 24. Yohana 4. Maandiko yamenena, maandiko yamenena, maandiko yamenena, maandiko yamenena kama yanenavyo maandiko, kwa sababu imeandikwa, kwa sababu imeandikwa, kwa sababu imeandikwa, kwa sababu imeandikwa. Kwa nini najirudia hivi? Yesu alipokuwa anajaribiwa na shetani, Yesu alipokuwa anajaribiwa na shetani, alimwambiaje shetani? Kwa sababu gani? Kwa sababu imeandikwa, for it is written. Na kile ambacho kimeandikwa ni cha kweli. Kile ambacho kimeandikwa ni cha uzima wa milele. Kile ambacho kimeandikwa ni upanga wa roho ukatao kuwili. Mimi na wewe, hata tufanye nini, hata tushirikiane vipi, hata tuchimbe shimo, hata tujenge nini huko chini ya ardhi, hakuna mahali tunaweza jificha. Mungu ni roho. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 inanenaje? Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 inasemaje? Maandiko yamenena, maandiko yamenena. Kwa yule ambaye ameipata, inanenaje? Mstari wa 8. Mstari wa 7. Mstari wa 7 inasema, ndio inasema, maana Mungu ndio hakutupa roho ya woga, ndio, bali ya nguvu, ndio, na ya upendo, ndio, na ya moyo wa kiasi. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe upande huu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe upande huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe upande huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe kule. Amen. Bwana Yesu asifiwe hapo. Amen. Mungu Baba yetu aliye mbinguni, na mbingu ni mahali pake, kiti chake cha enzi. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia usiape kwa mbingu, utakuwa unaapa kwa kiti chake cha enzi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na Baba yetu aliye mbinguni ambaye ni roho, ambaye alituumba sisi kwa mfano wake. Mimi ni roho, mimi sio mwili. Mimi ni roho, lakini pia mwili yeye aliumba. Leo mimi nikifa, nitawaondokea nyinyi, hamtakuwa mnaniweza kuniona. Lakini katika yeye Yesu Kristo kuna wale ambao wataniona rohoni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu ametuumbia roho yenye nguvu. Amen. Mungu ametuumbia roho yenye nguvu na ya upendo. Roho yenye nguvu na ya upendo, na moyo wa kiasi.
Amen. Kuna mahali mwili umetajwa? Hapana. Kuna mahali mwili umetajwa? Hapana. Kuna mahali umesikia mwili umetajwa? Kwa hivyo kama nguvu na upendo na moyo wa kiasi unatokana na yeye Mwenyezi Mungu, uoga unatokana na nani? Uoga unatokana na nani? Ibilisi. Shetani. The spirit of fear. Mungu aendeshani na roho ya uoga. Baba yetu aliye mfalme aendeshani na roho ya uoga. Anaendeshana na roho yenye nguvu na yenye upendo na moyo wenye kiasi. Mataifa yanasema too much of something is poisonous. Too much of something is poison. Gari ukiendesha kupitisha ile kiasi yake, unafanya nini? Unajipata huko kwenye ajali, si ndio? Amen. Si ndio? Amen. Kwa wale ambao wako na ustaarabu fulani wa kukunywa pombe, kuna mahali neno linasema kwa yule ambaye ana dhiki, mpatie yeye kiasi fulani ya mvinyo, si ndio? Ili asahau shida zake kwa wakati fulani, si ndio? Lakini ukipitiliza maradhi yanaanza, si ndio? Na si ni kweli? Lakini neno pia linasema kwa wale ambao wako katika kitengo ambacho cha ushemasi na uchungaji, sisi imetupasa tusiwe wa kufaa kutumia mvinyo, si ndio? Basi turudi basi pale kwa moyo wa nguvu, moyo wa upendo na roho ya nguvu ya upendo na moyo wa kiasi. Mimi Mwenyezi Mungu amenisimamisha mbele yenu, na jinsi vile ninenavyo kwa uwezo wake, nataka mtambue nguvu. Shetani anaogopa yule ambaye ana nguvu. Shetani anaogopa yule ambaye anatambua upendo. Amen. Shetani anaogopa yule Mkristo ambaye ana moyo wa kiasi. Amen. Kuna Wakristo ambao wanasema ndio tunamwamini, lakini japo majaribu yanakuja, anasahau kuwa yeye aliumbiwa na roho ya nguvu na ya upendo. Wewe ni Mkristo wa aina gani ambaye hata hapa kanisani unawezaje kuwa na ujasiri wa kufanya usengenyo? Amen. Usengenyo. Amen. Usengenyo ni uchafu wa aina fulani. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yule aliye na masikio na asikie. Neno la leo, Mungu ananena nasi neno hili moja tu. Amekukumbusha, amekuumbia wewe roho yenye nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Sasa neno ndio hili: imani. 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 Semeni imani. Imani. Semeni imani. Imani. Semeni imani. Imani. Kwa ujasiri sasa. Semeni imani. Imani. Semeni kwa ujasiri. Imani. Semeni imani. Imani. Hatuwezi kumpendeza Baba yetu aliye mbinguni bila imani. Bila imani hatuwezi kumpendeza mfalme. Hatuwezi kumpendeza. Hatuwezi kumpendeza. Yeye anajua sisi tu dhaifu, na bila imani hatuwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Hatuwezi. Sasa siku ya leo ninamshukuru Mwenyezi Mungu, ameniketisha mahali pale. Namshukuru Mwenyezi Mungu, pastor amekuja, amenishika kwa mkono, amenitoa nje faragani, na amenipa ujumbe wa Mwenyezi Mungu kuwa leo mimi nitakuwa mnenaji wa neno lake. Na kusema ukweli, nimeipokea kwa furaha. Nimeipokea kwa furaha sana. Kwa sababu neno si la kwangu peke yangu, ni letu sisi sote. Na kwa wakati fulani ndani ya wiki hii, kwanza kabisa nimekumbuka ilikuwa
siku moja iko na masaa mangapi? 24, si ndio? Ukipiga times 7 ni ngapi? 24 times 7, masaa mangapi ndani ya wiki? Ambaye ana simu, na simu jameni, wenye calculator, 24 times 7 100 and katika hiyo masaa 168 kuna huduma ambayo imo ndani yako. Kupitia hiyo huduma, je, umeupokea? Nasema nini? Joy. Have you found joy kwa ile huduma? Na kama ni ndio, je, mwenzako ameipokea ile joy kupitia wewe? Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kile ambacho mimi nakisema ni hivi, yaani ni msamaha kwa Mwenyezi Mungu, na tena mbele zenu. Na hisi niko na deni mbele yenu. Amen. Kwa sababu ya ile huduma ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yangu. Amen. Ilinipasa mimi ndani ya hizi masaa nije kwa wale ambao nitakutana nao mahali hapa, tukae chini katika neno na tupate mafundisho. Lakini siku ya leo shetani ameshindwa. Mwenyezi Mungu amenisimamisha na ameniteua kuwa mnenaji. Pigie Yesu shangwe na vigelegele. Amen. Amen. Tunazungumzia imani. Na mfano mzuri wa hili neno imani, mfano wetu mzuri ni Ibrahimu, baba yetu Ibrahimu. Baba yetu Ibrahimu. Tunaenda kusoma Warumi sura ya 4. Warumi sura ya 4. Naomba na tutaisoma yote. Amen. Ninaomba mwongozo wa Roho Mtakatifu awe pamoja nani katika roho zenu na mioyo yenu. Mkatake sana kuisikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu ambayo atanena nasi kupitia Warumi sura ya 4. Amen. Mstari na tutaanza ni mfano wa Abrahamu. Basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, akahesabiwa kwake kuwa haki. Nitarudia. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Ya 4. Lakini mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amehesabia haki asiyekuwa mtaua, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Kama vile Daudi aunenavyo, uweri wake mtu yule ambaye Mungu amehesabia kuwa na haki pasipo matendo. Heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana amehesabia dhambi. Basi je,
Uweri huo ni kwa hao waliotahiriwa au kwa hao pia wasiotahiriwa? Kwa kuwa twanena ya kwamba kwake Ibrahimu imani yake ilihesabiwa kuwa ni haki. Alihesabiwaje basi? Alipokwisha kutahiriwa au kabla hajatahiriwa? Si baada ya kutahiriwa, bali kabla ya kutahiriwa. Naye alipokea dalili hii ya muhuri wa ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba ya wao waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Bwana Yesu apewe sifa. 12. Tena awe baba ya kutahiriwa kwa wale ambao si waliotahiriwa tu, bali pia wanazifuata nyayo za imani yake baba yetu Ibrahimu aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Mwenyezi Mungu apewe sifa. Hadi hapo tulipofikia, Ibrahimu alihesabiwa kuwa mwenye haki kupitia nini? Matendo au imani? Matendo ama imani? Kuhesabiwa kwa baba yetu Ibrahimu, hakuhesabiwa mwenye haki kwa matendo. Alihesabiwa mwenye haki kwa sababu ya imani yake. Imani ya Ibrahimu baba yetu, imani. Ndio maana mimi katika jina la Yesu Kristo ninaamini kuwa mimi ni mzao wa Ibrahimu. Siwajui nyinyi wote kwa majina yenu, lakini kwa jina lako la kwanza, litaje jina lako la kwanza. Sema mimi. Semeni mimi. Semeni mimi. Sasa hapo mimi, sema jina lako. Taja jina lako. Sema jina lako. Mimi fulani. Sema mimi. Mimi Alberto. Semeni majina yenu. Mimi ni mzao wa Ibrahimu. Mimi ni mzao wa Ibrahimu. Mimi ni wa imani wa Ibrahimu. Mimi ni wa imani wa Ibrahimu. 13. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Kwa imani. Neno ndio kweli. Neno ni kweli, hakuna awezaye kulipinga. Alihesabiwa kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, imani imekuwa bure na ahadi imebatilika, kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Maana pasipokuwa sheria hapana kosa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kifupi tu, wacha nizungumzie 15. Kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Sheria. Sisi wazao wa Ibrahimu hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Wote walio chini ya sheria wamelaaniwa. Amen. Wamelaaniwa. Amina. Sisi mahali hapa katika jengo hili, sisi ni kanisa. Ndio maana mimi niliamka nikasema nini? Katika kanisa la Mwenyezi Mungu, yani sisi ni lazima tuwe na mpangilio, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu mpangilio huo tutaufuatilia, si ndio? Wala sio sheria, kwa sababu kama ni sheria, kuna wale ambao watakuja bila na utangulizi wa Roho Mtakatifu. Hata leo acha nikwambie, bila nyinyi kuketi hapa mpate, mimi mwenyewe nimejitahidi, nimekuja nimevipanga hivi viti hivi, kuna wale ambao wataingia na watavipangua. Kuna wale wataingia
na watavipangua. Watauharibu ule utangulizi wa Roho Mtakatifu aliyeniongoza mimi kufanya huu mpangilio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nataka ninene hii. Sio kwamba ni sheria, ni neema ya Mwenyezi Mungu ambayo tunayemheshimu yeye, tuwe na mpangilio katika eneo lake takatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nitaendelea 16. Amen. Kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wake, si kwa wale wa Torati tu. Wale ambao ni wa Torati ni Mungu anamaanisha nini? Wale ambao wako chini ya sheria, wale ambao bado wako nje. Sisi tuko ndani, ambao tuko chini ya neema. Mwenyezi Mungu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale tu, si kwa wale wa Torati tu, ila kwa wale wa imani ya Ibrahimu, aliye baba yetu sisi sote. Aliye baba yetu sisi sote. 17. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini. Yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuweko kana kwamba yamekuweko. Mnamsikia? Mnasikia nguvu za Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ni mwenye kuhuishisha wafu, atajaye yale yasiyokuweko kana kwamba yamekuweko. Roho wa Mungu anasema hivi. Katika amani amekulaza usiku, si ndio? Na amezidi kunena na roho yako. Mwili umelala, lakini roho inanena bado na Mwenyezi Mungu. Amekuja katika njozi na katika ndoto, amekuonyesha yale ambayo yatakuweko, yatakuja. Na baada ya siku chache, yale ambayo alikuonyesha kwenye njozi yanadhihirika. Amen. Na huyo muogope sana huyo Mwenyezi Mungu awezaye kufanya hayo. Amen. Na huyo Mwenyezi Mungu ndio baba yetu Ibrahimu. Amen. Imani yake ilimtegemea yeye Mwenyezi Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wazao wa Ibrahimu ni wangapi mahali hapa? Wazao wa Ibrahimu tuko wengi. Nani anajitambua kuwa mzao wa Ibrahimu? Amen, amen, amen. Wewe ni mzao wa Ibrahimu? Ndio. Mimi ni mzao wa Ibrahimu. Mimi ni wa imani wa Ibrahimu. Amen. Na hakuna yeyote yule ambaye atakuja kunishawishi ndivyo sivyo. Nitaendelea? Amen. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini. Mbele zake yeye aliyemwamini. Yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuweko kana kwamba yamekuweko. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wake. Kama Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kusema kweli, mimi mwenyewe najisikia tu kurukaruka mahali hapa. Ni ile tu najizuia kimwanaume kidogo yani. Amen. Najisikia mwenye raha. Yani huu ni ujumbe wa furaha. Amen. Ni ujumbe wa imani. Amen. Ni ujumbe wa ushindi. Amen. Sipambani kwa sababu eti natarajiwa ushindi. Mimi napambana kwa sababu ushindi tayari niko nao. Amen. Niko nao. Amen. Yule ambaye anapambana na mimi, amen, yeye ni mshindwa. Amen. Ameshindwa tangu mwanzo. Amen. Mimi ninapambana katika maisha yangu.
wewe unastahili kupambana katika maisha yako. Amina. Hata iwe nini itakayokuja katika njia yako hapa duniani. Amen. Pambana ukijua wewe kwanza ni mshindi. Unapoamka asubuhi, sema mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Sema sasa hivi, mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Sema sasa hivi kwa nguvu na ujasiri. Mimi ni mshindi. Sema mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Unajua, unapojitetea mbele ya yule ambaye anakusumbua, kuna hasira fulani ambayo wewe unanena nayo, ni kama unamkaripia. Lakini sasa hivi ninapowaambia neneni kwa nguvu na ujasiri, kuna tofauti fulani. Lakini wakati ule ambao utakuwa unamnenea yule ambaye sasa anakusumbua, yule mjaribu, yule adui yako, unataka sana atambue wewe ni nani, si ndio? Na si ni ukweli? Amen. Si ni ukweli? Amen. Basi popote pale, masaa yoyote ile, wakati wowote ule, usiku, asubuhi, adhuhuri, jioni, wakati wowote ule, kumbuka wewe ni nani. Umeumbiwa roho yenye nguvu na yenye upendo na moyo wenye kiasi, si ndio? Amen. Si ndio? Amen. Taendelea, tuko karibu kumaliza. Amen. 19. Yeye asiye dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali aliitoa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Uzao wa Ibrahimu, uzao wa Ibrahimu, ninanena pamoja nanyi. Msidanganywe na yoyote yule atakayesimama mbele yenu. Msidanganywe, mkikumbuka kuwa nyinyi ni wa imani wa Ibrahimu baba yenu. Na mfano ndio huu ambao sisi siku ya leo tumebarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nitarudia mstari wa 20. Lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini. Kwa kuiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini. Ndugu, dada, ninazungumza na wewe ndugu yangu. Kwa yale yote ambayo unayaona mbele yako, kupitia macho ya moyoni mwako na roho yako, mwili wako unatazama, lakini kuna yale ambayo yako zaidi ya yale ambayo wewe unayaona. Na huyo ndo Mungu wa Ibrahimu. Declare in the name of Jesus. Declare with all understanding and with all thy strength kuwa wewe ni wa imani wa Ibrahimu. Lile ambalo unaliona linamkuta mama yako, ambalo linakuumiza moyoni mwako, simama imara kama Ibrahimu. Mwenyezi Mungu amekupa moyo wa nguvu, moyo wa kiasi, na roho ya nguvu na yenye upendo. Kwa sababu ya ule upendo ambao mamako amekuonyesha, ndio maana uko jinsi ulivyo. Umenyenyekezwa. Umenyenyekezwa. Mataifa yatasema, oh, mama's boy. Usiwasikilize watu kama hao. Kuna wao ambao watainuka kukutamkia maneno kama hayo. Lakini hakuna ambaye yuko kama mama yako katika hii dunia. Simama na unene. Kusudia neno, nalo litadhibitika. Kusudia neno katika imani. Kusudia neno, nalo litadhibitika. Na nuru ya Mwenyezi Mungu, mwanga wa Mwenyezi Mungu utaangazia katika njia zako zilizo mbele zako. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaamini kuwa ninazungumza na ndugu yangu au dada yangu mahali hapa. Ninaamini kwa yule ambaye anapitia majaribu, imani ni muhimu sana. Hauwezi enda mbele ya mfalme Mungu wetu aliye mbinguni pasipo na imani. Pasipo na imani hauwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu aliyekuumba wewe
pasipo na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi mnaelewa paka hapa? Ni wangapi mnaelewa? Ni wangapi mnaelewa? Wangapi mnahisi kubarikiwa na hili neno? Tutamalizia 21, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Mungu ni mwaminifu ndugu na dada. Mungu ni mwaminifu katika kila moja ya ahadi yake, katika Yesu Kristo aliye mkuu, katika roho na moyo wako. Kila moja ya ahadi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yako, kwa yule ambaye unamtambua ni mkuu, ambaye ndio Bwana wa maisha yako, ambaye ndio Mwokozi wa maisha yako. Kila moja ya ahadi yake ni ndio, ni ndio, sio labda. Ndio, si baadaye, ni ndio. Semeni ndio. Semeni Mungu ni mwaminifu. Baba yangu ni mwaminifu. Baba yangu ni mwaminifu. Baba yangu ni mwaminifu. Mkuu mnatamka hivyo, muaibishe shetani. Shetani hapendi hivyo. Shetani hapendezwi Mungu akipewa sifa. Yeye ndio alikuwa anataka sana yeye apewe hizo sifa. Ishirini na mbili. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki, walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atukuzwe milele na milele daima. Mungu atukuzwe. Nitarudia tena, walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Ndugu, dada, amini kuwa Mungu aketie katika kiti chake cha enzi ambacho kiko mbinguni, katika mbingu, na hapa duniani ni mahali pake pa kuwekelea miguu yake Mwenyezi Mungu. Usiape kwa mchanga na usiape kwenye mbingu. Usiape kwenye mchanga na usiape kwenye mbingu. Ole wako. Wacha ndio yako iwe ndio, na wacha hapana yako iwe hapana. Yoyote yule atakaye mwapiza mwenzake atapata hukumu. Atapata hukumu. Atahukumiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mkae mkitambua wazao wa Ibrahimu. Kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kiko wapi? Katika mbingu. Katika mbingu. Katika mbingu. Awe yoyote yule mahali hapa, asiape kwa mchanga. Asiape kwenye mchanga. Kwa sababu gani? Hapa ndipo mahali pake anapoekelea miguu. Msidanganywe na mataifa. Msidanganywe na mataifa. Kwa sababu wewe umehangaishwa na mganga au mchawi, mwenzako anakuja anasema vipi tumwapize huyu kama alisema ukweli, kama amefanya ama hakufanya. Wewe kwa sababu ya hasira na maumivu yako usifanye hivyo. Ndugu, wacha nikwambie, ambaye anamwangaisha mamako sio Mungu, ni shetani. Ni shetani. Wacha nikwambie ukweli. Lakini hata iwe aje, ndugu yangu, mtu akuja kuambia yule ndo amekusababishia maumivu haya, mwingine asikuja kukwambia wewe tunaweza mwapiza tujue kama kweli yeye ndo aliyafanya. Usikubali. Sawa? Usikubali. Usikubali. Mwenyezi Mungu akusaidie. Au dada yangu yule ambaye ameketi hapa, usikubali.
Usikubali. Usikubali. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Na kuonya, kama kweli unatambua wewe ni wa imani wa Ibrahimu, katika hiyo imani ambayo unamwamini yule Mungu wa Ibrahimu, na katika maombi, basi kweli italeta haki. Amen. Italeta haki, na palipo na haki kuna amani na imani. Amen. Tamaliza 25. Amen. Ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kuniongoza katika neno lake. Amen. Alinena nami, sikujua kumbe haikuwa tu ni mimi peke yangu. Amen. Ili neno alikuwa la kwangu peke yangu. Amen. Lilikuwa ni letu sisi sote. Amen. Kwa yule ambaye amevunjika moyo, kwa yule ambaye amevunjika roho, usikate tamaa. Amen. Usikate tamaa. Amen. Usiseme, nakwambia shetani anatembea hivi na kama kitabu hivi. Amen. Anatembea hivi. Amen. Ile roho ya mauti inatembea hivi. Jisahau tu katika yale maumivu yako. Useme sina nguvu. Mimi nakufa. Ni kama unapiga muhuri usipojua wewe. Unawekeza muhuri katika ile chapter ya maisha yako bila wewe kujua. Wewe unamwaza yule mchawi, unamwaza yule adui yako, lakini kwa matamko ya ulimi wako unasema leo mimi siwezi, mimi nimechoka. Haujui kuwa wewe unapiga muhuri katika ile chapter ya maisha yako, katika ile siku Mwenyezi Mungu amekuumbia wewe. Amen. Yaani wewe Mwenyezi Mungu amekuumbia ili wewe saa 8 au jioni ukuje uanze umeketi mahali unasema mimi nimechoka na ile kazi. Nimechoka na kina fulani na fulani na fulani. Nimechoka na yule supervisor. Nimechoka na yule mkubwa. Nimechoka na yule jirani. Amen. Hivyo ndio unavyopiga muhuri. Amen. Hivyo ndio unaweza piga muhuri mpaka wewe sasa tumekupeleka huko katika kitanda cha hospitali, unakata roho. Ole wako sasa. Ukue yani wewe si mtu wa watu. Ujikute uko peke yako. Nani atakutetea wewe? Hakuna. Hakuna. Angalau yule, wacha nimpatie mfano mzuri. Mama yangu, watoto wa wake wenzake, si ndio? Umeona huo mfano? Alisimama. Amen. Na kuna yule dada ambaye hakukata tamaa, akaongozwa na Roho Mtakatifu, si ndio? Amen. Pikipiki baada ya nyingine. Amen. Hakuzingatia muda. Jana usiku nimeona pasta umeweka hiyo video, si ndio? Amen. Kweli. Nimeona? Amen. Amen. Si alilazwa hapa? Amen. Si ndio alilazwa hapa? Amen. Niliona. Amen. Ole wako ujikute wewe si mtu wa watu. Amen. Katika hiyo kitanda ya hospitali utajikuta uko katika ile ward, unaona wenzako yule anakata, yule anakata, yule anakata, yule amekata. Amen. Alafu sasa unaangalia unasema, yule adui yako badala ungemuombea. Amen. Badala ungemuombea. Kimebadilika sauti. Kuna mahali na short. Naombea hivi. Amen. Imani ni muhimu sana. Imani ni muhimu. Hatuwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu Baba yetu pasipo na imani. Ijapokuwa mimi na wewe tunapitia majaribu, usikate tamaa. Mimi nitakukumbusha hata ukija, hata ukinitumia ujumbe. Amen. Pamoja na heshima tuheshimiane. Amen. Na upendo tupendane. Amina. Sio rahisi. Amen. Tukisema tunategemea huu mwili kufikiria jinsi itakavyokuwa, hatuwezi. Amen. Tusitegemee hizi akili zetu, tumtegemee msaidizi ambaye ni Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ambaye sisi tumebarikiwa naye. Mwenyezi Mungu apewe sifa. Mwenyezi Mungu apewe sifa. Amen. Kila kitu kinafanyika katika maisha yangu na maisha yako kwa sababu ya kusudi la Mwenyezi Mungu. Kwanza tutambue hiyo, kwa kusudi la Mwenyezi Mungu. Si ndio? Amen. Aya, siku ya leo mimi ninakiri katika jina la Yesu, mimi ni chumvi ya hii dunia na mimi ni nuru ya hii dunia. Amen. Si ndio? Amen. Aya, Pastor Samuel,
mahali wewe huko katika ile boma umefanywa kuwa chumvi na nuru ya hii dunia, si ndio? Amen. Mmezungukwa na nguvu za giza, si ndio? Amen. Kusudi la Mwenyezi Mungu limetimia ama halikutimia? Limetimia. Limetimia. Si limetimia? Amen. Kuna yule ambaye amekuwa katika giza, hawakukuwa hata wanamkaribisha Mwenyezi Mungu katika maisha yao, ndio, si ndio? Ndio. Lakini chini ya jua huyo Mwenyezi Mungu ndio akiachilia mvua, ndio yule mwenye asiye na haki akienda shambani akilima, ile baraka ya Mwenyezi Mungu ndio inanyunyiga hapi kwa shamba la yule asiye na haki. Anapata chakula. Na wewe unajitambua kuwa mzao wa Ibrahimu, unatoka na wewe shambani mwako, ndio unaenda unalima ile mvua itokayo mbinguni, ndio inakuja inakupatia mazao, si ndio? Ndio. Kwa hivyo huyu Mungu ni Mungu wa wote wawili. Ndio. Huyu Mungu ni wa wote wawili. Amen. Kwa kusudi lake, Pastor Samuel, kwa kusudi lake, yule ambaye alikuwa hata sidhani kama alikuwa anafikiri kama iko siku atakuja kukubishia wewe kwa msaada kama huo, ilimpasa amekuja. Amen. Na wewe haukusumbuka sana. Amen. Ukaona pikipiki, Mungu akawekeza pikipiki, mafuta ilikuwa. Amen. Talanta ilikuwa ya kuendesha pikipiki, muda ulikuwa, ulifika. Amen. Ya Mungu yakatendeka. Amen. Imani, kama sio imani ya Mwenyezi Mungu ndani yako wewe, yote hayangefanyika. Amen. Hayangefanyika. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. 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 Amen. Mimi nataka nimalizie na mfano ambao Mwenyezi Mungu amenipa mimi katika maisha yangu. Amen. Pastor, ndio. Wewe kama mchungaji pia wewe umeyapitia. Amen. Una ushuhuda. Amen. Una ushuhuda. Wacha niwaambie hivi, ndugu zangu na dada zangu na mama zangu. Mnaonaje ujasiri wangu? Mnaonaje imani ambayo mimi naizungumza nayo? Amen. Amen. Ijapokuwa mimi sina magari mengi, ijapokuwa sina zile nyumba za kifahari nyingi, lakini mimi ninajivunia katika ukweli, na ukweli ni neno ambalo limo ndani yangu. Najivunia kwa imani ambayo mimi leo ninasema mimi ni wa imani wa Ibrahimu. Najivunia na ukweli, na ukweli will always set me free. Amen. Najivunia kuwa mimi niko huru. Amen. Hii ni kuwa huru. Ukiwa huru uko na furaha. Amen. Uko na furaha. Amen. Juzi nimepata kazi fulani, nikampigia rafiki yangu kupata ile confirmation ya bei fulani, lakini kitu cha kwanza alichoniambia mimi, akaniambia Alberto, na uko na furaha sana. Amen. Amen. Kusema ukweli, ndio niko na furaha, na nina sababu ya kusema niko na furaha, kwa sababu kwanza kabisa Yesu, yeye ndiyo aliye hai, sio mimi. Yeye ndiyo aliye hai ndani yangu. Amen. Na mimi ni mshinda. Mimi nashinda kila mahali. Amen. Kila mahali mimi nakanyaga ni pale. Amen. Amen. Haijalishi ni nani, haijalishi ni wakina nani, Amen. Haijalishi watasema nini, Amina. Haijalishi wataenda wapi, Amen. Haijalishi wasilale, Amen. Haijalishi watanipiga na makombora ya aina gani. Amina. Usimjaribu mwenye haki. Amen. The anointed one. Amen. Usiwajaribu, nawaambia. Amen. Msimjaribu. Amen. Yatakayotendeka baada ya hapo, mimi mpaka wa leo ninashuhudia. Amen. Ninashuhudia. Sitasema majina. Si lazima. Maadui zangu ni wengi sana, hata sijui nitaweza wahesabu vipi. Amen. Ni wengi sana. Hiyo roho ya mpinga Kristo iko kwa wengi sana ambao leo mimi nasema ni maadui. Amen. Lakini wacha niwaambie, ushuhuda ni huu. Amen. Na sio kwamba mimi nafurahi kwa sababu limetendeka. Ninafurahi kwa sababu jina langu limeandikwa mbinguni kwenye kitabu cha uzima. Amen. Amina. Adui yangu paka wa leo hana stima. Hana stima. Mimi kwangu kuna stima. Amen. Taa yangu bado iko inang'aa. Amen.
Amen. Adui yangu bado ako kwenye giza. Sio tu katika ulimwengu wa roho, hata katika ulimwengu wa mwili giza. Hicho kitu sawa kinani wacha tu niseme. Kinanidirishia kitu fulani ambacho kwangu mimi nasema Mungu asante. Amen. Umenielewa? Amen. Unajua Tiara sasa akuja na baba sijui nini. Yeye kwa hivyo amekuja kuniambia amekuja kumshtaki yule ambaye anamuonea. Kwa hivyo mimi nastahili kufanya nini? Nitende haki, si ndio? Kwa hivyo mimi nikitenda haki kama yeye anashuhudia, anajisikia ndio niko na baba. Umenielewa? Amen. Sasa mimi nikifanya mashtaka yangu mbele za Mwenyezi Mungu na yeye anitendee na nishuhudie, Amen. Nitanyamaza? Hapana. Nitanyamaza? Hapana. Lakini leo yule ambaye anatandikwa na baba yangu akija akiniambia pole, ninaomba msaada, nitafanyaje? 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 Nitamsamehe, si ndio? Na akiomba maji, akiomba chakula, kwa sababu gani? Mungu ameniumbia roho yenye nguvu na yenye roho yenye nguvu na yenye roho yenye nguvu na yenye roho yenye nguvu na yenye. Semeni kwa ujasiri, mbona mnasema ni kama mko shua? Roho yenye nguvu na yenye upendo. Mungu ni upendo. So kwa hivyo sio tu kusema ni rahisi, lakini ijapokuwa ule wakati utafika sasa ni wewe kutenda. Tafadhali mwache Roho Mtakatifu atawale mwili wako, wacha Yesu atawale moyo wako, kwa sababu kama vile inenavyo maandiko, Amen, adui yako mpende kwa ufahamu ambao Mwenyezi Mungu anakupa bure. Amen. Ushindi anakuudhihirishia kila siku. Kama ni chuki, si unaona wakipiga magumzo meno zina si ndio? Amen. Wanasema vile unavyovaa, vile unavyotembea, vile unavyochana nywele, si ndio? Hata labda vile unavyopumua inawakera. Amen. Ukicheka kidogo, hata labda useme wacha nicheke kimoyo pia wamesikia. Wacha basi niende faragani hivi nimeona kitu pia wamesikia. Pia hiyo inawaudhi. Amen. Haya. Wacha basi Mungu basi nibariki. Amekubariki, umeondoka hiyo sehemu, umeenda hata kando na wao. Bado. Amen. Bado hawana amani na wewe. Amen. Sasa nataka nimalizie na kitu, na naomba kwa imani ya Ibrahimu, pasipo na imani hakuna awezaye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Amen. Kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu amenena nami, na hichi kitu kimo katika kila nyumba ya kila mtu hapa. Mimi niko nacho, wewe uko nacho, na kila wakati, kila siku unakitumia wewe. Amen. Kila wakati unakitumia. Amen. Aswa kwa wakati wa kutayarisha chakula. Hicho kitu ni chumvi. Semeni chumvi. Chumvi. Semeni chumvi. Chumvi. Semeni chumvi. Chumvi. Semeni chumvi. 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 Chumvi ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakitumia kwa maarifa yake. Amen. Kwa siri ya Mwenyezi Mungu iko hapo. Chumvi. Chumvi. Kwa Mathayo 5 mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema ninyi ni chumvi ya dunia, si ndio? Amen. Si ndio? Amen. Kwa hivyo mimi ni chumvi ya hii dunia, na ninakiri katika jina la Yesu Kristo. Lakini sio chumvi tu. Mimi namwomba Roho Mtakatifu anihifadhi katika kweli. Hii chumvi iliyo ndani yangu isiharibiwe na lolote lile. Chumvi ikiwa imeharibika inaweza tumika katika chakula? Na inaharibika vipi? Uzinzi. Hivyo ndio hiyo chumvi inaharibika.
hivyo ndio hivyo hiyo chumvi inaharibiwa. Usengenyaji, mambo yale masita ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu. Katika hayo mambo masita ndio yanaharibu ile chumvi iliyo ndani yetu, si ndio? Si ndio? Tunapitia majaribu sana, mengi sana. Lakini na kwanza kabisa nataka nikukumbushe ndugu yangu na dada yangu, ijapokuwa majaribu hayakosi kuja mbele yako, furahini sana, kwa sababu majaribu yanatutest nini? Imani yetu. Yamekuja kutest nini? Imani. Tunazungumzia bado imani. Majaribu yakija, furahi. Furahi. Ukishajua huyu ndo adui yangu, huyu ndo adui yako, furahi. Kumbuka wewe ni nani. Kumbuka wewe ni nani. Kumbuka yule Mungu wa Ibrahimu. Kumbuka imani ya Ibrahimu. Kumbuka ile nguvu aliyoweka yeye Mwenyezi Mungu ndani yako, katika roho yako. Kumbuka hiyo. Na majaribu yamekuja kufanya nini? Hayajakuja kukumaliza. Hayajakuja kukufanya wewe useme nimekata tamaa. Mungu hawezi kukufanya wewe ndugu useme ukate tamaa. Uongo. Atakupa wewe mlango wa kutokea. Umeelewa? Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Majaribu. Soma hiyo. Sawa? Sawa sawa? Na Yakobo mlango wa 5 sura mstari wa kwanza, si ndio? Ama ni Yakobo ya kwanza? Yakobo sura ya kwanza? I'm not perfect. Semeni basi, kuna wale ambao wametangulia. Semeni, ni Yakobo gani? Sasa imani. Nataka tuangalie hiyo story ya chumvi. Inaweza kuwa umelemewa mahali fulani. Kikazi. The root cause of your problems. The root, mizizi ambayo imekuwa infected na yule adui shetani na nguvu zozote zile za giza katika maisha yako. Mizizi ambayo yule adui ameharibu. Na pale mwanzo yule adui akitaka kukupiga wewe vita, kama wewe ni mzazi ambaye umesimama katika imani ya Ibrahimu, huyo adui ataanza kukutafuta, kukupiga vita kupitia uzao wako. Si ni ukweli? Si ni ukweli? Si ni ukweli? Na akishindwa na uzao wako, atatafuta mzizi mwingine. Atatafuta. Tuseme ni kwa bwana wako. Uzinzi. Kuharibu ile uaminifu ndani ya ndoa, ndani ya hiyo nyumba. Popote pale hakuna uaminifu, hakuna amani, hakuna mafanikio, hakuna chochote kile ambacho kinatokana na ufalme wa Mwenyezi Mungu. Hakuna utajiri wowote ule ambao unatokana na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Ule mzizi yule shetani amevizia hapo. Ndio maana inatupasa, mimi kama mume, mimi kama baba, na nikiwa na mke wangu, ninamuombea mke wangu, na waombea watoto wangu, na yeye pia ananiombea mimi, anawaombea watoto wangu. Lakini katika ndoa, kama kuna mwanya, na kuambia hivi, majaribu yatazidi, na kuna yule ambaye ni dhaifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Huu mfano unaenda kutokana na Wafalme wa Pili mlango wa 2. Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili. Nataka niwape umuhimu wa chumvi pamoja na imani, pamoja na Mungu. Yaani Mungu, imani, chumvi. Mungu, imani, chumvi. Mungu, imani, chumvi. Umeona hiyo? Umeona hiyo? Ndugu, wewe hujashindwa. It is just the beginning. It's just the beginning. It is the uplift. Kuwa mjasiri.
Mungu anaenda kukufinyanga wewe, lazima ukue katika hali ya discomfort. Utatolewa katika ile hali ya kubebwa, ile hali ambayo ulikuwa imekufanya, yani unaelewa? Si kwa ubaya, lakini umeelewa? Niruhusu mimi na kutumia wewe kwa sababu roho yangu inasema nikuongelelee wewe. Sawa? It's just the beginning. Kuna kile ambacho Mwenyezi Mungu sasa, wakati umefika wewe kuondoka katika ile hali ambayo wewe umekuweko kwa muda mrefu. Umenielewa? Na kuondoka huko pia kunahitaji maamuzi yako. Ukizidi kukaa pale, the time has expired. The more you stay there, you waste a lot of time. And the more you stay there, the unthinkable hata inaweza fanyika. Lakini inakuhitaji simama imara. Simama imara, ukusudie neno. Sawa? Jitakase. Takasa mikono yako, takasa moyo wako, takasa roho yako. Mwachie yule awezaye yote akuwe mkuu katika moyo wako. Wafalme wa Pili sura ya 2 ndio pole. Wafalme wa Pili sura ya 2. Ngoja. Tunamzunguzia mfano wa Elisha aliyekuwa mrithi wa Eliya. Elisha kuanzia mstari wa 19 hadi 25. Neno la Mwenyezi Mungu linanena, nasema hivi: watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai, na nchi huzaa mapooza. Akasema Elisha akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema baada ya kufanya kile kitendo, aliagiza chombo kipya na akaagizia pia chumvi iletwe. Na baada ya kuletewa hivyo viwili, alitoka akaenda pale palipokuwa na shida katika ile mji. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka moja kwa moja, step by step, tambua ni shida gani ambayo inakufanya upitie machangamoto nyingi sana katika maisha yako. Hiyo shida ni gani? Ifikirie moyoni mwako. Hiyo shida, je, iko katika ndoa yako? Je, ni katika maisha yako kama mke, ama kwa mumeo, your husband, ama kwa watoto? Wewe fikiria hiyo shida iko wapi. Tuendelee. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, akatanguliza neno la Mwenyezi Mungu, the act of faith. Akatanguliza neno la Mwenyezi Mungu. Popote pale katika kila juhudi yako, usipomtanguliza Mwenyezi Mungu, usipotanguliza neno la Mwenyezi Mungu, sahau kufanikiwa. Sahau. Kwa sababu gani? Inawezekana mwenzako ataenda kwa madhabahu ya wachawi, na kweli kile ambacho atakachoambiwa huko atakifanya, na kama ni kukuangamiza atakuua usipokuwa umefanya maamuzi ya kusimama na Mwenyezi Mungu. Na hata kama bado wewe unawenda kwa wachawi, yeye akienda atatafuta nguvu zaidi ya ile ambayo wewe uko nayo. Nyoka anammeza nyoka mwenzake. Nyoka atammeza nyoka mwenzake. Na yeye kama atafanikiwa kupata utajiri kupitia madhabahu ya shetani, Mwenyezi Mungu anasema hivi,
chochote kile ambacho kilipatikana kwa njia isiyo na haki, kweli itadumu? Itadumu? Njia yake mwongo, njia yake mwongo, njia yake mwongo, hiyo mali waikai inayeyuka. Unajidai wewe mwaminifu sana katika ndoa yako, na kumbe unakula nje. Unajidai sana wewe unavaa vizuri, lakini kumbe wewe si wa mtu mmoja. Siku yako iko, utaaibishwa. Utaibishwa jinsi vile ulivyovua hiyo boxer, jinsi vile ulivyovua hiyo chupi, na utavuliwa hapa. Utavuliwa hapa. Na kama ni mimi nitachaguliwa, nitakuvua. Unasikia Isaya? Mnacheka? Mnacheka? Ulivulia wapi? Mnacheka? Kwa sababu akija kupata wewe, si ndio? Kwa sababu akija kupata wewe sahi. Kwa nini mnacheka? Mwenyezi Mungu anasema aliweka nini? Kwa sababu huu mkono mmoja ndio mwili mzima uteketee. Kwa sababu huu mwili mmoja ndio mwili mzima uteketee. Kwa sababu ya hili kanisa, kwa sababu ya mtu mmoja ambaye anazini, sisi wote tuteketee? Tutamwaibisha hapa. Hapa. Amini usiamini? Mbona mseme mimi nyote ni mmoja mmoja tu? Nawaambia. Iko kwenye Mathayo. Usijione handsome sana. Usijione more beautiful sana.